Welcome. Karibu sana. Aleki hapa na natumai uko poa. Mimi niko poa. Mwenyezi Mungu amenilinda, amenitunza na ameniweka salama. Na ningependa tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha nabii Yeremia. Yeremia awekwa kuwa nabii. Neno linasema hivi. Haya ndiyo maneno ya Yeremia mwana wa Hilkia, mmoja wa makuhani wa Anathothi katika nchi ya Benjamini. Neno la Yehova lilimjia katika siku za Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda katika mwaka wa 13 wa utawala wake. Pia lilikuja siku za Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda hadi mwishoni mwa mwaka wa 11 wa utawala wa Sedekia mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, mpaka Yerusalemu lilipoenda uhamishoni katika mwezi wa 5. Neno la Yehova lilinijia likisema, kabla sijakuumba tumboni nilikujua, na kabla hujazaliwa nilikutakasa. Nilikufanya uwe nabii kwa mataifa. Lakini nikasema, ole wangu, Bwana mwenye enzi kuu Yehova, mimi sijui kuzungumza, kwa maana mimi ni mvulana tu. Kisha Yehova akaniambia, usiseme mimi ni mvulana tu, kwa maana ni lazima uende kwa wote nitakao kutuma kwao, nawe unapaswa kusema kila jambo nitakalokuamuru. Usiogope kwa sababu ya jinsi wanavyoonekana, kwa maana mimi niko pamoja nawe ili nikuokoe, asema Yehova. Kisha Yehova akaunyoosha mkono wake na kugusa kinywa changu. Na Yehova akaniambia, nimeyatia maneno yangu kinywani mwako. Tazama, nimekutuma leo hii ili uwe juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa, ili kuangamiza na kuangusha, ili kujenga na kupanda. Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha Yeremia ni kitabu alichokiandika yeye mwenyewe akiwa Yuda na Misri. Yeremia chapter 1 verse 1 to 10. Na pia ningependa tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Kutoka. Matukio ya ajabu ya waogopesha Waisraeli. Neno lasema hivi. Kisha Mungu akasema maneno haya yote, mimi ni Yehova Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, kutoka katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine yoyote ila mimi. Usijitengenezee sanamu ya kuchongwa au mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni au kilicho chini duniani au kilicho ndani ya maji chini ya dunia. Usiviinamie wala kushawishiwa kuviabudu, kwa sababu mimi Yehova Mungu wako ni Mungu anayetaka watu waniabudu mimi peke yangu, nami uwaadhibu watoto kwa sababu ya makosa ya baba zao, kufikia kizazi cha 3 na kizazi cha 4 cha wale wanaonichukia. Lakini ninawatendea kwa upendo mshikamanifu watu wanaonipenda
na kuzishika amri zangu kufikia kizazi cha 1000 cha watu wao. Usilitumie jina langu mimi Yehova Mungu wako kwa njia isiyofaa, kwa maana mimi Yehova sitakosa kumwadhibu yule anayelitumia jina langu kwa njia isiyofaa. Ikumbuke siku ya Sabato na uione kuwa takatifu. Fanya shughuli na kazi zako zote kwa siku 6, lakini siku ya 7 ni Sabato kwa Yehova Mungu wako. Usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala kijakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliye katika makazi yako. Kwa maana kwa siku 6 mimi Yehova niliumba mbingu na dunia, bahari na vitu vyote vilivyomo, nami nikaanza kupumzika siku ya 7. Ndiyo sababu mimi Yehova niliibariki siku ya Sabato na kuifanya kuwa takatifu. Mheshimu baba yako na mama yako ili uishi muda mrefu katika nchi ambayo mimi Yehova Mungu wako ninakupa. Usiue, usifanye uzinzi, usiibe, usitoe ushahidi wa uongo dhidi ya jirani yako. Usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala kijakazi wake, wala ng'ombe dume wake, wala punda wake, wala kitu chochote cha jirani yako. Na kumbuka kwamba kitabu hiki cha Exodus ambacho ni kitabu cha Kutoka kiliandikwa na Musa akiwa nyikani. Exodus chapter 20 verse 1 to 17, uncompromised and undiluted word of God. And thank you guys for the support that you've shown me. May God bless you, na muwe na wakati mwema, usio na ukikemba hivi kindly subscribe na uweze kushare na ukomendapo chini na nitashukuru. I'm grateful manze. Zetu. Alo.